Ujumbe huu ni kwako wewe mwenye changamoto ya kisukari na tayari umeshapata kidonda ambacho hakiponi, ambacho tunaita diabetic wound. Kwa hiyo kama wewe una kidonda kisichopona kwa sababu ya kisukari, basi nisikilize kwa makini. Hapa ninaenda kukupatia tiba tu. Tiba hii ni tiba sahihi kabisa, ni tiba kamili, lakini sio ile uliyoitarajia ya kutumia dawa. Hapana, hapa nitakupa maelekezo ya namna ya kutumia lishe kuweza kutokomeza changamoto hiyo. Kwa hiyo naomba unisikilize kwa makini. Lakini pia ujumbe huu kama sio wewe labda, lakini una ndugu mwenye changamoto kama hii, basi unaweza ukashare ujumbe kwa watu wengi zaidi, ili waweze kupata uponyaji au waweze kupata fursa hii ya kuweza kupona changamoto hii ambayo imekuwa ikisumbua wengi. Lakini usisahau kusubscribe chaneli hii kwa ajili ya kupata notification pale tunapo upload video nyingine. Sasa huyu mgonjwa mwenye kisukari na tayari ana kidonda kisichopona, anatakiwa atumie lishe yenye kumsababishia ama lishe yenye kumwezesha kufanya mambo makuu haya manne. Jambo la kwanza, anatakiwa atumie lishe yenye kupunguza sukari kwenye damu kwa haraka sana. Lakini pia anatakiwa atumie lishe yenye uwezo wa kuondoa uvimbe wowote ule kwenye mwili, uvimbe kwenye mishipa ya damu, uvimbe kwenye mwili, kwa sababu uvimbe ndio chanzo kikubwa cha sukari. Lakini pia anatakiwa atumie lishe yenye uwezo wa kuchochea kupona kwa ngozi na seli. Lishe yenye kuchochea kupona kwa ngozi na seli kwa ajili ya kwenda kulikava kile kidonda chake. Lakini pia anatakiwa atumie lishe yenye uwezo wa kuimarisha kinga yake ama kurekebisha mfumo wake wa kinga. Sasa hapa kuna lishe ya aina mbili ambazo mimi nina recommend atumie, na nimekuwa nikikomendi kwa wagonjwa wengi nao wasimamia, nao fuatilia maendeleo yao na wamepona. Lishe ya kwanza ambayo anatakiwa aanze nayo ni lishe inayoitwa ketogenic diet. Ketogenic diet hii ni lishe ambayo chakula kinachotengeneza hii lishe ni mafuta mazuri, ni protini kiasi, pamoja na wanga kidogo ambao tunasema gramu 50. Wanga kidogo ambao ni gramu 50. Kwa hiyo kwenye sahani yako hakikisha unaweka vyakula vya mafuta. Inaweza ikawa parachichi, inaweza ikawa nyama, inaweza ikawa samaki, inaweza ikawa dagaa, ama chakula chochote kile cha mafuta masafi. Lakini kwenye sahani yako ukaweka protini ambayo inaweza ikawa nyama, ikawa dagaa, ikawa mayai, lakini pia na wanga kidogo. Na hapa kwenye wanga kidogo, wanga huu unatoka sana sana kwenye mboga za majani. Kwa hiyo sahani yako itakuwa na mafuta kidogo, itakuwa na mafuta mengi hapa. Mafuta mengi, labda parachichi. Na mimi huwa nashauri kwenye lishe hii ya ketogenic diet, parachichi ni muhimu. Weka parachichi au mayai. Yaani kama utakosa parachichi basi tumia mayai, na mayai yawe kati ya 3 mpaka 6. Halafu kuwa na nyama au samaki au dagaa. Halafu na mboga za majani nyingi, labda spinach, sukuma wiki, kisamvu na kadhalika. Sahani yako inatakiwa iwe hivyo. Hiyo diet tunaita ketogenic diet. Kwa hiyo mgonjwa mwenye changamoto hii ya kisukari na tayari ana kidonda anatakiwa aanze kutumia diet hii, na ataifanya kwa muda wa wiki 2 mfululizo, kwa muda wa wiki 2 mfululizo. Kama atapenda tumsimamie, tufuatilie maendeleo yake, ni sawa, utaweka kwenye comment hapo, japo kuna gharama ukihitaji tusimamie, yani tufuatilie maendeleo yako. Sasa lishe hii atakayoitumia kwa muda wa wiki 2 itaenda kufanya nini katika mwili wake? Kwanza, itaenda kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu, na sukari itapungua kwa haraka sana. Lakini pia
kwenye hii diet mnaona kuna mboga za majani pale, ambapo kuna mboga za majani huwa zina antioxidant nyingi, lakini pia zina madini mengi yanayosaidia kidonda kiweze kupona haraka. Lakini pia kwenye hii lishe kuna mafuta mazuri. Umeona kuna parachichi, kuna mayai, ni mafuta mazuri sana, na unaweza ukatumia labda mafuta ya nazi, mafuta ya mzeituni kuandaa chakula, ambayo hii huwa yanasaidia kulainisha mishipa, lakini pia haya mafuta huwa yanasaidia mwili kuingia kwenye ketosis. Ketosis maana yake mwili unaanza kutumia mafuta kama chanzo cha nishati. Sasa mwili ukishaanza kuingia katika hivi vitu vyote kwa muda wa wiki 2, utaanza kuona mabadiliko makubwa sana. Sasa wiki 2 zikiisha, unabadili lishe, unakuja kwenye lishe yenye nguvu sana, ambayo inaitwa carnivore diet. Carnivore diet ni lishe inayoundwa na vyakula vitokanavyo na nyama peke yake au wanyama peke yake. Hapa nazungumza nyama, nazungumza samaki, nazungumzia dagaa, nazungumzia na mayai tu. Kwa hiyo kwenye sahani yako unakuta na mayai labda 3 mpaka 4. Unaweza kuwa umeyakaanga au umeyachemsha, lakini ukiyakaanga kumbuka kutumia mafuta mazuri ya nazi au mzeituni, alafu ukawa na nyama choma hapo au nyama rosti, au ukawa na samaki, alafu ukawa labda na samaki, ukawa na dagaa, alafu ukawa labda na mtindi kidogo. Hiyo ni lishe ambayo huyu mgonjwa anatakiwa ifuate wiki ya 3 mpaka ya 4. Hii lishe huwa inapunguza uvimbe, yani inaondoa inflammation yoyote ile ndani ya mwili, kwa sababu hakuna wanga hata kidogo. Lishe ya kwanza ambayo ni ketogenic, tuliona kuna wanga kidogo, angalau gramu 50, lakini hii haina wanga kidogo, ni nyama, mayai, samaki, dagaa, hamna wanga hata kidogo. Kwa hiyo inaenda kuiisha kila aina ya uvimbe kwenye mwili, na hii itasaidia sukari kupungua kwa kasi kwenye mwili, uzito kupungua kwa kasi. Lakini hii lishe ina protini nyingi. Ukiangalia vyakula nilivyovitaja hapa, 90% ni vya protini. Ina protini nyingi, kwa hiyo inaenda kujenga seli, sasa kwenye kidonda hicho ambacho kina changamoto, inaenda kujenga seli. Lakini pia inafaa kwa kidonda sugu. Kwa hiyo utaanza kuona kidonda chako kinaanza kufunga taratibu, na sukari itakuwa maintained to normal. Lakini unapoingia katika hii lishe, sasa wiki ya 3 na ya 4, hakikisha unakunywa maji mengi, kwa sababu hii lishe huwa ina upotevu mwingi wa maji. Na hapa huwa tunashauri mtu atumie maji yenye chumvi ya mawe ndani mwake, maji ya chumvi ya mawe, kwa ajili ya kuhakikisha na retain maji ndani ya mwili. Kama utahitaji mwongozo zaidi, unaweza kutupigia hapo. Namba yangu ni 0756376971. Lakini haya yote hakikisha unakula mara 1 au mara 2 kwa siku. Na kama tatizo ni sugu kabisa, anza kula mara 2, alafu baadaye utamaliza na kula mara 1 kwa siku. Fanya huo mfungo, na huo mfungo unapofungua, basi hakikisha unatumia vyakula hivi nilivyovisema. Itakusaidia sana. Usisahau kusubscribe, usisahau kushare ujumbe huu kwa wagonjwa wengi wenye changamoto hii.